Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Dr. Rimo Simon Nyansao aweze kuwasilisha hotuba yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, kufuatia taarifa iliyowasilishwa leo hapa bungeni na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya mambo ya nje ya ulinzi na usalama, naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu likubali kupokea na kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa mwaka wa fedha 2025/26 kwa mafungu yetu matatu, kwa maana ya fungu 57 wizara, fungu 38 ngome na fungu 39 JKT, na kupitisha mpango wa makadirio ya mapato na matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuijalia nchi yetu amani, utulivu na mshikamano, na kutuwezesha kuendelea kuitumikia kwa uaminifu, uadilifu tukiwa wenye afya njema. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuungana na waheshimiwa wabunge wenzangu waliotangulia kuwapongeza viongozi wa kitaifa kwa kuchaguliwa kwenye nafasi mbalimbali katika uchaguzi mkuu wa 2025. Kipekee nitumie fursa hii kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, na Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuchaguliwa kuiongoza nchi yetu. Ninamuomba Mwenyezi Mungu azidi kuwapa maarifa, busara, hekima na nguvu katika kuliongoza taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, vilevile napenda kumpongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuendelea kuaminiwa na wananchi kuiongoza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kipindi cha muhula wa pili. Pia nampongeza Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa Iramba Magharibi, kwa kuteuliwa kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie pia nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuchaguliwa kuongoza muhimili huu muhimu katika kusimamia maslahi ya taifa letu. Lakini vile vile nimpongeze Mheshimiwa Daniel Baran Silo, mbunge, kwa kuchaguliwa kuwa naibu spika. Ninatoa shukrani za dhati pia kwa katibu wa Bunge ndugu Baraka Leonard kwa ushirikiano anaotupatia katika kutekeleza majukumu yetu ya kibunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie pia nafasi hii kuwapongeza wenyeviti wetu watatu, nikianza na Mheshimiwa Deodat Philip Mwanyika, mbunge wa jimbo la Njombe mjini, Mheshimiwa Najima Muritaza Giga, mbunge wa viti maalum, na wewe mwenyewe Mheshimiwa Mwenyekiti Cecilia Daniel Pareso, mbunge wa viti maalum, kwa kuchaguliwa kuwa wenyeviti wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, ninawapongeza kwa jinsi mnavyoliongoza bunge letu tukufu kwa weledi na maarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kumpongeza pia Mheshimiwa Najima Muritaza Giga kwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya mambo ya nje ya ulinzi na usalama. Lakini pia Mheshimiwa Pascal Inyas Chinyele, mbunge, kuwa makamu mwenyekiti, pamoja na waheshimiwa wabunge wote walioteuliwa kuwa wajumbe wa kamati hii ya NUU. Wizara inaahidi kutoa ushirikiano kwa kamati hii katika kuhakikisha mipaka, mamlaka na maslahi ya taifa letu yanaendelea kulindwa kikamilifu. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Kwa kuwa ni mara yangu ya kwanza kusimama katika bunge lako tukufu kuwasilisha hotuba hii nikiwa waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, kwa namna ya kipekee namshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia Amiri Jeshi Mkuu, kwa kuniamini na kuniteua kwanza kuwa mbunge, lakini pia kuwa waziri wa ulinzi. Uteuzi huu ni muhimu na unanipa dhamana na heshima kubwa kwangu katika kusimamia na kuendeleza sekta ya ulinzi nchini, ambayo ni kichocheo cha ukuaji wa sekta nyingine za kiuchumi, kijamii na maendeleo ya taifa letu kwa ujumla. Kwa kuzingatia miongozo na maelekezo ya Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, lakini pia na dira yetu ya 2050 ambayo msingi wake mkuu ni utawala bora, amani, usalama na utulivu, ninaahidi kutekeleza majukumu yangu kwa weledi na uadilifu kwa kushirikiana na bunge lako tukufu, ili kuhakikisha kuwa maono ya Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi wetu mkuu yanatekelezwa na maendeleo ya taifa yanafikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nawashukuru ndugu Dr. Faraji Kasidi Mnyepe, Katibu Mkuu Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Lakini vile vile namshukuru Jenerali Jacob John Mkunda, mkuu wetu wa majeshi ya ulinzi na usalama. Lakini pia nitumia nafasi hii kumshukuru Luteni Jenerali Salum Haji Othman, mnadimu mkuu wa jeshi letu, na watendaji wote wa wizara kwa ushirikiano mnaonipatia katika kutekeleza majukumu yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda pia kutumia nafasi hii kuishukuru kwa dhati kamati ya kudumu ya Bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama kwa maoni na ushauri kwa kukabiliana na changamoto katika sekta ya ulinzi. Vile vile nawashukuru kwa ushauri waliotupatia katika maandalizi ya bajeti hii. Maoni, ushauri na maelekezo ya kamati wakati wakichambua taarifa za utekelezaji wa bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026 na mapendekezo ya mpango wa bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 yamesaidia kuboresha makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, naungana na wenzangu waliotangulia kutoa salamu za pole kwako na bunge lako tukufu, familia, ndugu, jamaa na Watanzania wote kwa ujumla kwa kuondokewa na Mheshimiwa Jonista Joakim Mhagama aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho aliyefariki tarehe 11 Disemba 2025, na Mheshimiwa Halima Idi Nassor aliyekuwa mbunge wa viti maalum kundi la wafanyakazi, lakini pia alifariki tarehe 18 Januari 2026. Lakini pia niungane kutoa pole kwa familia ya Mheshimiwa William Vangmembe Lukuvi aliyekuwa waziri mwenzetu akishughulikia ofisi ya waziri mkuu, sera, uratibu na watu wenye ulemavu. Lakini pia alikuwa ni mbunge wa jimbo la Isimani aliyetutoka tarehe 25 Machi 2026. Ninamwomba Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa nijikite kuzungumzia hali ya ulinzi na usalama katika mipaka ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025, hali ya mipaka ya nchi yetu yenye urefu wa jumla ya kilomita 5923.41 ambayo inahusisha eneo la nchi kavu, anga na eneo la maji, vyombo vyetu vya ulinzi vimeendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha ulinzi na usalama katika mipaka hiyo unaimarika. Mipaka ya nchi kavu ni baina ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nchi za Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Malawi, Msumbiji, Rwanda, Uganda, Zambia na mipaka ya Bahari ya Hindi inayojumuisha nchi za Komoro na visiwa vya Shelisheli.
Maelezo ya kina ya hali ya ulinzi na usalama kwa kila mpaka imeonyeshwa katika aya ya 13 hadi ya 25 katika hotuba hii ninayoiwasilisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa maagizo ya kamati ya kudumu ya Bunge ya mambo ya nje ya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara iliwasilisha taarifa ya utekelezaji wa maazimio ya Bunge yaliyotolewa katika Bunge la 12 mkutano wa 19 kikao cha 28 kilichofanyika tarehe 20 mwezi wa 5 2025. Kamati iliridhika na hatua zilizofikiwa katika utekelezaji wa maazimio hayo. Aidha, tarehe 10 mwezi wa 3 2026, kamati ilipokea na kujadili taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 na taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2025-2026, lakini pia na mapendekezo ya mpango wa bajeti ya mwaka wa fedha huu wa 2026-2027. Kamati ilitoa maoni, ushauri na maelekezo yaliyolenga kuboresha usimamizi wa miradi ya maendeleo. Napenda kuishukuru kamati na kuliarifu Bunge lako tukufu kuwa maoni, ushauri na maelekezo yaliyotolewa yamezingatiwa na kufanyiwa kazi wakati wa kuandaa na kukamilisha mpango wa bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM 2025 kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kutekeleza mpango wa bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026, Wizara imeendelea kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa 2025 ambayo miongoni mwa malengo yake ni kudumisha muungano, amani, utulivu, usalama na diplomasia ya kimataifa. Kuhakikisha lengo hili linafikiwa, Wizara ya Ulinzi imeendelea kutekeleza ipasavyo masuala yaliyoainishwa kwenye sura ya ibara ya 50 ya ilani yetu ya uchaguzi kama ilivyoainishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mapitio katika utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Tathmini ya makusanyo ya maduhuli. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 2025-2026, Wizara ilikadiria kukusanya maduhuli ya jumla ya shilingi milioni 87,603,000 kutoka katika mafungu yetu matatu. Fungu 38 ambalo ni ngome ilikusanya shilingi milioni 22, fungu 39 ambayo ni JKT ilikusanya shilingi milioni 64,400,000 na fungu 57 ambayo ni wizara ilikusanya ilikuwa na shilingi milioni 1,200,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia mwezi wa 4 2026, Wizara imefanikiwa kukusanya maduhuli ya jumla ya shilingi milioni 180,505,418 kutoka kwenye mafungu yetu matatu, ambayo hii ni sawa na kufikia kiwango cha 206.05% ya makadirio yaliyowekwa. Kwa upande wa fungu la ngome imekusanya shilingi milioni 22,349,954. Fungu 39 JKT limekusanya shilingi milioni 65,600,000 na fungu 57 wizara imekusanya jumla ya shilingi milioni 92,552,464. Mchanganuo wa maduhuli kwa kila fungu imeonyeshwa kwenye jedwali namba 1 ukurasa wa 15. Tathmini ya utekelezaji wa bajeti ya matumizi ya kawaida na maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze na fedha zilizoidhinishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika bajeti ya mwaka wa fedha 2025, Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa iliidhinishiwa jumla ya shilingi trilioni 3,645,912,947. Kati ya fedha hizo shilingi trilioni 3,327,115,385 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida
na shilingi bilioni 318 milioni 797,562 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo kama ifuatavyo. Fungu 38 ngome iliidhinishiwa fedha za matumizi ya kawaida shilingi trilioni 2 bilioni 733 milioni 729,204 kwa matumizi ya kawaida, lakini na shilingi bilioni 48 milioni 867,636 kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Lakini kwenye fungu 39 ambayo ni JKT, matumizi ya kawaida ilikuwa ni shilingi bilioni 567 milioni 23,845 na matumizi ya maendeleo ilikuwa ni bilioni 9 milioni 929,926. Lakini mwisho ilikuwa ni fungu 57 ambalo ni wizara, na matumizi ya kawaida ilikuwa ni shilingi bilioni 26 milioni 362,336 na matumizi ya maendeleo ilikuwa ni bilioni 260. Muhtasari wa mchanganuo wa bajeti kwa kila fungu umeainishwa katika jedwali namba 2 ukurasa wa 16. Fedha zilizopokelewa kuanzia Julai 2025 hadi mwezi wa 4 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia mwezi wa 4, fedha zilizopokelewa kwa ajili ya matumizi ya kawaida na maendeleo ni shilingi trilioni 3 bilioni 122 milioni 326,357,215 na senti 44. Hii ni sawa na asilimia 85.64 ya bajeti iliyoidhinishwa. Kati ya fedha hizo, shilingi trilioni 3 na bilioni 11 milioni 737,307,354 na senti 91, ambayo ni sawa na asilimia 90.52 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, na shilingi bilioni 110 milioni 589 na 49,860 ambayo hii ilikuwa ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, fungu 38 ambayo ni ngome limepokea fedha za matumizi ya kawaida shilingi trilioni 2 bilioni 516 milioni 758,703,569 na senti 18, ambayo hii ni sawa na asilimia 92.06, na matumizi ya maendeleo ilikuwa ni shilingi bilioni 9 milioni 309 na 160. Mheshimiwa Mwenyekiti, fungu 39 ambayo ni JKT limepokea pia fedha za matumizi ya kawaida shilingi bilioni 474 milioni 925 na 482 na senti 33, ambayo hii ni sawa na asilimia 83.04 kwa matumizi ya maendeleo. Pia JKT imepokea shilingi bilioni 9 milioni 929,926 ambayo hii ni sawa na asilimia 100 ya kiwango tulichokuwa tumeidhinishiwa na bunge lako. Fungu 57 wizara imepokea fedha za matumizi ya kawaida shilingi bilioni 24 milioni 103,678,303 na senti 40 sawa na asilimia 91.44, na pia kwenye matumizi ya maendeleo shilingi bilioni 91 milioni 349,963 na senti 53, na muhtasari wa mchanganuo wa mapokezi ya fedha kwa mafungu yote imeainishwa katika jedwali namba 3 ukurasa wa 17. Uhamisho wa fedha kwa matumizi mengineyo na maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha kuanzia Julai 2025 hadi April 2026, fungu 57 wizara
imepokea uhamisho wa fedha za maendeleo kiasi cha shilingi trilioni 1 bilioni 331 milioni 467 laki 2 na 13,231 na senti 82 kwa ajili ya kugharamikia shughuli mbalimbali. Kati ya fedha hizo, shilingi trilioni 1 bilioni 210 milioni 974 laki 6 na 80 zimetolewa kugharamikia mikataba ya ununuzi wa zana na vifaa kwa matumizi ya JWTZ, na shilingi bilioni 117 milioni 692 laki 467 na senti 11 kwa ajili ya kugharamikia malipo ya deni la kimkataba, lakini pia shilingi bilioni 2 na milioni 980 na senti 66 zimepokelewa kugharamikia miundombinu wezeshi. Vilevile wizara imepokea uhamisho wa fedha kiasi cha shilingi bilioni 7 katika bajeti ya matumizi mengineyo kwa ajili ya kugharamikia malipo ya madeni ya huduma za matibabu kwa hospitali za Benjamin Mkapa, hospitali ya Moi na Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, fungu 38 ngome limepokea pia uhamisho wa fedha za maendeleo yenye jumla ya shilingi bilioni 20 milioni 272 na 1046 na 86 kugharamikia ununuzi wa vifaa vya mawasiliano vya JWTZ, lakini pia na kugharamikia mradi wa ujenzi wa jengo la mahafali, mlango mkuu wa uzio wa chuo chetu cha taifa cha ulinzi yani NDC. Lakini vile vile tumepokea uhamisho wa fedha zenye jumla ya shilingi bilioni 56 milioni 132 laki 8 na 73 za matumizi mengineyo. Fedha hizo zimetumika kugharamikia operesheni maalum. Matumizi ya fedha za kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, fedha zilizotolewa kwa matumizi ya kawaida katika mwaka wa fedha 2025 zimetumika kwa shughuli zifuatazo: kuratibu na kusimamia mafunzo mbalimbali ya kozi za kijeshi kwa maafisa na askari ndani na nje ya nchi, lakini pia matunzo ya zana na vifaa vya kijeshi, kuwapatia wanajeshi mafunzo ya awali na kuwaendeleza katika taaluma mbalimbali ikiwemo taaluma ya uongozi, kuwapatia vijana wa Tanzania mafunzo ya awali ya kijeshi ya ukakamavu na kuwajengea uzalendo na umoja wa kitaifa na stadi za kazi ili kuweza kujitegemea, lakini pia kutoa huduma za afya na tiba kwa maafisa askari, watumishi wa umma na familia zao, vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa, wananchi wanaoishi karibu na vituo vya afya vya kijeshi, lakini pia kutatua migogoro ya ardhi, kushirikiana na mamlaka za kiraia katika uokozi kwenye majanga mbalimbali na kutekeleza na kulinda miradi ya kimkakati, kutoa stahili mbalimbali ikiwemo mishahara, malipo ya likizo kwa maafisa, askari na watumishi wa umma, kuwasafirisha wastaafu na mizigo yao, kutoa lishe kwa wenye mahitaji maalum, lakini na kuimarisha utawala bora pia na ushirikishwaji wa watumishi kupitia vikao mbalimbali ikiwa ni pamoja na baraza la wafanyakazi. Maelezo ya kina ya shughuli zilizotekelezwa kwa fedha za matumizi ya kawaida zimeainishwa katika aya ya 35 hadi 66 ukurasa wa 19 ya hotuba hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, matumizi ya fedha za maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha wa 2025 fungu 57 kwa maana ya wizara imetumia fedha za maendeleo kutekeleza shughuli mbalimbali zifuatazo: kwanza, kugharamikia malipo ya mikataba mbalimbali ya ununuzi wa zana na vifaa kwa matumizi ya JWTZ, utafiti na uhuishaji wa silaha, zana na vifaa kwa matumizi ya jeshi, ununuzi wa mitambo na malighafi za kuzalisha mazao ya msingi kwa shirika letu la Mzinga, kufanya maboresho ya vifaa vya ulinzi wa anga, kutekeleza shughuli za utafiti na uhawishaji wa teknolojia katika shirika letu la Nyumbu, kugharamikia maboresho huduma ya ulinzi na malipo ya huduma za umeme kwenye minara ya mawasiliano salama jeshini,
kugharamikia ufuatiliaji na tathmini wa miradi ya shughuli mbalimbali za wizara, lakini mwisho kulipa fidia ya ardhi katika maeneo yaliyofanyiwa uthamini. Maeneo yaliyofanyiwa fidia ya ardhi kuanzia mwezi Julai 2025 hadi mwezi wa 4 2026 yameonyeshwa katika jedwali namba 4 ukurasa wa 39. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/2026 fungu 38 kwa maana ya ngome imetumia fedha za maendeleo kutekeleza shughuli mbalimbali kama ifuatavyo: kwanza, kugharamikia ununuzi wa risasi, mabomu na milipuko kwa ajili ya mafunzo, operesheni na mazoezi; kuendeleza ujenzi wa shule ya polisi jeshi Mafinga mkoani Iringa; kuendeleza ujenzi wa makao makuu ya kamandi ya jeshi la anga; umaliziaji wa ujenzi wa ukumbi wa shule yetu ya anga iliyoko Tanga; ujenzi wa makao makuu ya kamandi ya jeshi la akiba; lakini mwisho kugharamikia uboreshaji wa miundombinu ya vyuo, shule pamoja na vikosi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025 fungu 36 JKT limetumia fedha za maendeleo kutekeleza miradi kama ifuatavyo: kwanza, kuendeleza ujenzi wa kikosi kipya cha Tanganyika, lakini pia kumalizia ujenzi wa majengo ya makao makuu ya JKT, ujenzi wa mahanga katika kiteule cha Chenene kikosi cha Makutupora JKT, lakini mwisho kuendeleza ujenzi wa skimu ya umwagiliaji ya Chita iliyopo Morogoro. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kupitia mashirika yake yani Tanzania Automotive Technology Center TATC au Nyumbu na shirika la Mzinga pamoja na shirika la uzalishaji mali la Jeshi la Kujenga Taifa kwa maana ya SUMA JKT imeendelea kutekeleza majukumu yake kama ifuatavyo. Nikianza na Nyumbu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025 shirika la Nyumbu au Tanzania Automotive Technology Center liliidhinishiwa fedha kiasi cha shilingi bilioni 15 kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumepokea kati ya fedha hizo shilingi bilioni 5.5 na fedha hizo zimetumika kugharamikia ukamilishaji wa miundombinu ya jengo, ununuzi wa mashine na mitambo kwa ajili ya karakana, ununuzi wa malighafi na mitambo kwa ajili ya kukamilisha mradi uliopo, na ukarabati wa miundombinu ya miliki na kuendeleza tafiti za teknolojia ya magari na bidhaa za viwandani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikija kwenye shirika letu la Mzinga. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika bajeti ya mwaka wa fedha 2025/2026 shirika la Mzinga liliidhinishiwa fedha ya kiasi cha shilingi bilioni 6 kwa ajili ya kutekeleza shughuli za maendeleo. Hadi kufikia mwezi wa 4 2026 shirika lilikuwa limepokea shilingi bilioni 4,474,582,595 na senti 94 ambayo ni sawa na asilimia 77.9, na fedha hizo zimetumika kugharamikia ununuzi wa mashine na malighafi kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya msingi. Aidha, shirika katika kuongeza uzalishaji wa mazao ya msingi kwa ajili ya jeshi letu la wananchi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama lipo katika mchakato wa kuanzisha kiwanda kipya kwa maana ya Mzinga 2, ambapo hatua iliyofikiwa sasa ni kuandaliwa kwa mkataba kati ya sisi Mzinga na mzabuni. Shirika la uzalishaji mali la JKT kwa maana ya SUMA. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika bajeti ya mwaka 2025/2026 shirika la uzalishaji mali la Jeshi letu la Kujenga Taifa kwa maana ya SUMA JKT liliidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 2 kwa ajili ya kugharamikia ununuzi wa mitambo. Hadi kufikia mwezi wa 4 2026 shirika limekwisha pokea kiasi kilichoidhinishwa ambacho kimetumika kugharamikia ununuzi wa mitambo na zana za kilimo kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa mazao mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kutumia vyanzo vya ndani vya mapato, shirika limeendelea na shughuli za uzalishaji mali kupitia kampuni tanzu na viwanda vyake ili
kuchangia katika uchumi wa nchi na kuipunguzia serikali gharama za malezi ya vijana wanaojiunga na mafunzo ya JKT. Shughuli hizo zinatekelezwa kupitia sekta ya ujenzi, viwanda, biashara, huduma, kilimo, mifugo pamoja na elimu. Ushirikiano wa ulinzi kikanda na kimataifa. Ushirikiano na nchi nyingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara imeendelea kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa kwa kushiriki vikao vya kikanda na kimataifa na kuimarisha ulinzi na usalama duniani. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara kupitia JWTZ imeendelea kushirikiana na nchi rafiki katika masuala ya ulinzi na usalama kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo mafunzo, mazoezi na misaada ya kitaalamu. Pia tumeendelea kushirikiana na Umoja wa Mataifa yani UN, Umoja wa Afrika AU, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Tunashirikiana nao katika mafunzo, mazoezi, ubadilishanaji wa wataalamu na taarifa pia za kiintelijensia na kufanya operation mbalimbali. Nchi hizo ni pamoja na Afrika Kusini, Angola, Algeria, Brazili, Bangladesh, Botswana, Burundi, Canada, Komoro, China, Cuba, DRC, Ethiopia, Falme za Kiarabu, Finland, Ghana, Hispania, India, Indonesia, Israel, Jamhuri ya Czech, Jordan, Kenya, Malawi, Marekani, Misri, Morocco, Msumbiji, Nigeria, Omani, Kuwait, Pakistani, Rwanda, Sri Lanka, Sweden, Ufaransa, Uganda, Uholanzi, Uingereza, Ujerumani, Urusi, Uturuki, Uswisi, Zambia pamoja na wenzetu Zimbabwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa nijikite kwenye mafunzo ya usalama na strategia. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara kupitia chuo chetu cha ulinzi cha NDC kwa maana ya National Defense College imeendelea kutoa mafunzo ya usalama na strategia kwa maafisa waandamizi wa vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na watumishi wa umma. Mafunzo yanayotolewa na chuo hiki ni ya uongozi katika ngazi ya kisera na kistrategia. Katika mafunzo hayo tunashirikiana na nchi mbalimbali ambazo ni pamoja na Afrika Kusini, Bangladesh, Botswana, Burundi, China, Ethiopia, India, Kenya, Malawi, Misri, Namibia, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Uganda, Zambia na Zimbabwe. Maelezo ya kina ya mafunzo ya usalama na strategia yameainishwa katika aya ya 78 hadi 81 ukurasa wa 46 wa hotuba hii. Ushiriki wa JWTZ katika ulinzi wa amani. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara kupitia JWTZ imeendelea kushirikiana na jumuiya ya kimataifa na kikanda katika operesheni za ulinzi wa amani chini ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika. Kwa sasa JWTZ ina vikundi vya ulinzi wa amani katika nchi ya DRC, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Lebanon. Kwa ujumla, hali ya usalama wa vikundi hivyo vinavyoshiriki ulinzi wa amani ni shwari na vinaendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea kuboresha hali ya zana na vifaa kwa JWTZ na katika vikundi vinavyoshiriki katika majukumu ya ulinzi wa amani ili kuimarisha zaidi utendaji kazi. Mpango na mwelekeo wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026-2027, Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa imelenga kutekeleza mpango wa bajeti kwa kuzingatia dira na dhima ya wizara, lakini pia kwa kuzingatia dira ya maendeleo ya taifa ya 2050, lakini pia mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano yani 2026, 2030, 31
na malengo ya maendeleo endelevu ya 2030, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu ya mwaka 2025 na mpango mkakati wa wizara, yaani mpango wetu wa 2026 hadi 2031 na taasisi zake na mwongozo wa maandalizi ya mpango wa bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha huu wa 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba uniruhusu kuwasilisha mpango wa makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa mwaka wa fedha 2026-2027 kama ifuatavyo. Makadirio ya makusanyo ya maduhuli. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026 wizara inatarajia kukusanya maduhuli ya jumla shilingi milioni 90,600,000 kutoka katika mafungu yake matatu. Kwa maana ya fungu 38 ngome inatarajia kukusanya kiasi cha shilingi milioni 22. Fungu 39 JKT inatarajia kukusanya kiasi cha shilingi milioni 67,400,000 na fungu 57 wizara inatarajia kukusanya kiasi cha shilingi milioni 1,200,000 kama ilivyoonyeshwa katika jedwali namba 5 ukurasa wa 50. Matumizi ya kawaida na maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026 serikali inatarajia kutenga fedha kwa ajili ya matumizi ya kawaida na maendeleo jumla ya shilingi trilioni 4 bilioni 286 milioni 489,324 na 427, ambapo kati ya fedha hizo shilingi trilioni 3 bilioni 859 milioni 955 671 na 427 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, na matumizi ya shilingi bilioni 426 milioni 533 653 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kati ya fedha hizo fungu 38 ngome linatarajia kutengewa shilingi trilioni 3 bilioni 198 milioni 126 na 934 kwa ajili ya matumizi ya kawaida, na shilingi bilioni 54 milioni 867 636 kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Fungu 39 JKT linatarajia kutengewa shilingi bilioni 626 milioni 273 na 760 kwa ajili ya matumizi ya kawaida, lakini na shilingi bilioni 19 milioni 929 na 926 kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Fungu 57 wizara natarajia kutengewa shilingi bilioni 35 milioni 554 na 768 kwa ajili ya matumizi ya kawaida, na shilingi bilioni 351 milioni 736 na shilingi 91,091 kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Mchanganuo kwa kila fungu umeainishwa katika jedwali namba 6 ukurasa wa 51. Mheshimiwa Mwenyekiti, shughuli zinazokusudiwa kutekelezwa katika mwaka wa fedha 2026-2027 zitazingatia maeneo ya kipaumbele kama ifuatavyo: kuimarisha jeshi kwa zana, vifaa vya kisasa, kiteknolojia na mawasiliano, lakini pia na rasilimali watu; kuendelea kuweka mazingira mazuri ya utendaji kazi kwa wanajeshi, ikiwemo kutunza vifaa na zana, mazoezi, mafunzo, maslahi pamoja na huduma za afya na makazi. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, fedha hizo itatumika pia kuendelea kuimarisha uwezo wa Jeshi la Kujenga Taifa kwa kuboresha miundombinu ili liweze kuchukua vijana wengi zaidi watakaopata mafunzo ya awali ya kijeshi na stadi za kazi, kuendelea kuliimarisha jeshi la akiba, lakini pia kuendeleza na kulinda miradi ya kimkakati kwa maslahi mapana ya taifa.
kuimarisha mashirika na taasisi za utafiti wa masuala ya kijeshi, kuanzisha viwanda vipya katika sekta ya ulinzi kwa maana ya defense industries vitakavyoweza kuzalisha bidhaa kwa matumizi ya kijeshi na kiraia, lakini pia kuanzisha viwanda vipya kwa kushirikiana na sekta binafsi, kuimarisha ushirikiano na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki katika masuala ya ulinzi. Lakini mwisho, kuendeleza kushirikiana na mamlaka za kiraia katika kukabiliana na majanga na dharura itakapohitajika. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa shukurani. Kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, napenda kutumia fursa hii ili kuwashukuru viongozi na watendaji wa wizara ninayoiongoza na taasisi zake kwa ushirikiano wanaonipatia katika kazi kubwa hii. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, na michango yao madhubuti iliyowezesha kutekeleza mpango wa bajeti wa mwaka wa fedha 2025-2026 kwa mafanikio na ushirikiano mkubwa katika kutayarisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Napenda kumshukuru Katibu Mkuu Dr. Faraji Kasidi Mnyepe, lakini pia namshukuru Mkuu wa Majeshi Jenerali Jacobo John Mkunda, lakini pia nitumia nafasi hii kumshukuru ndugu Luteni Jenerali Salum Haji Othman, mnadhimu wetu mkuu wa jeshi, Meja Jenerali Rajabu Nduku Mabere, mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa, wakuu wa kamandi, wakuu wa matawi makao makuu ya jeshi na JKT, wakuu wa mashirika, wakuu wa idara na vitengo, wakuu wa vyuo, shule na vikosi vya jeshi. Vilevile na washukuru maafisa, askari na watumishi wa umma kwa ushirikiano wanaonipatia. Mafanikio tuliyoyapata yanatokana na bidii, nidhamu, uhodari na kujituma kwao. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie fursa hii kwa niaba ya serikali kutoa shukrani kwa washirika wa maendeleo na serikali za nchi mbalimbali kwa ushirikiano wanaoendelea kuipatia wizara yetu. Washirika hao ni pamoja na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya nchi za ukanda wa Maziwa Makuu. Pia tunaishukuru nchi rafiki katika shughuli zetu za ulinzi ambazo ni pamoja na Afrika Kusini, Algeria, Angola, Bangladesh, Burundi, Jamhuri ya Watu wa China, Cuba, Jamhuri ya Czech, Ethiopia, Finland, Ghana, Hispania, India, Indonesia, Israel, Jordan, Kenya, Msumbiji, Kuwait, Malawi, Marekani, Misri, Morocco, Nigeria, Oman, Pakistan, Rwanda, Serbia, Sri Lanka, Sweden, Uganda, Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, Umoja wa Falme za Kiarabu, Urusi, Uturuki, Zambia na Zimbabwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia kuzishukuru wizara na taasisi zote. Kwa wizara yetu, Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ni wizara ya kutoa huduma, kwa maana kazi yetu ya msingi ni kutoa ulinzi. Kwa kazi yetu tunahitaji sana ushirika na wenzetu wa wizara na taasisi zote, lakini pia na wananchi wote. Tunapenda kutumia nafasi hii kuwashukuru wananchi wote kwa ushirikiano wanaotoa kwa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa pamoja na taasisi zake katika ulinzi wa nchi yetu. Ni matumaini yangu kuwa tutaendelea kushirikiana zaidi kwa manufaa ya taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuishukuru familia yangu kwa maombi yao kwangu na taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kukushukuru wewe binafsi, lakini pia kamati ya kudumu ya Bunge ya mambo ya nje,
ulinzi na usalama, lakini bila kuwasahau wabunge wote kwa kunisikiliza. Sasa ni maombi ya fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 2026/2027 Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa na taasisi zilizo chini yake inaliomba Bunge lako tukufu liidhinishe jumla ya shilingi trilioni 4 bilioni 286 milioni 489 na laki 115, ambazo kati ya fedha hizo shilingi trilioni 3 bilioni 859 milioni 955 laki 462 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 426 milioni 533 laki 653 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imetolewa na imeungwa mkono. Tunakushukuru Mheshimiwa Waziri.